Swadakta, hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Swahili News Africa mahali popote mlipo. Hivyo nikukaribishe kuwa nami mwanzo mpaka mwisho kwa makala hii ya habari zinazojiri. Matumaini yangu upo salama salimini mahali popote ulipo duniani. Hivyo nikualike, lakini pia nikuombe uwe nami mwanzo mpaka mwisho habari hii, ili mradi uende kuhabaratika ama kuhabaritika zaidi na zaidi kupitia media yako Swahili News Africa. Na leo tumekuandalia habari moto toka pembe nne za dunia. Hivyo uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii ya habari. Ahadi ya DRC ya kuheshimu kusitisha mapigano bado haijabadilika, na kwa vyovyote vile haizuii jeshi lake kuwalinda watu wake dhidi ya mashambulizi ya Rwanda na washirika wake wa M23 AFC ambao wanapigana ama wanapiga mabomu raia mashariki bila kubagua, chanzo rasmi kilisema. Kipekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaheshimu kwa makini makubaliano mbalimbali ya kusitisha mapigano yaliyokubaliwa bila kuacha haki yake ya kujilinda, ili kuhakikisha ulinzi wa raia wa Kongo dhidi ya mashambulio ya jeshi la Rwanda na M23 AFC. Vitendo vya kujilinda vya FARDC, jeshi la taifa ya Kongo, haviwalengi raia wenye amani. Haviwalengi raia wenye amani, kinyume chake vinawalenga wale wanaomwaga damu ya watu wake. DRC mapitio ya kila mwaka ya uratibu, uimarishaji na upatanishi wa usaidizi kutoka vituo vya kudhibiti na kuzuia mapigano CDC yaliwasilishwa Jumatano huko Kinshasa kama matukio ya mazungumzo na uongozi wenye kujenga kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia wizara yake ya afya ya umma, katika sherehe iliyoandaliwa na ubalozi wa Marekani kwa ushirikiano na DRC. Mapitio haya ya kila mwaka si zoezi la kiufundi tu, ni matokeo ya mazungumzo yenye kujenga na uongozi wa wizara ambayo yalionyesha hamu halali ya kujulikana zaidi kuhusu shughuli zinazoungwa mkono na CDC, wazi ulioimarishwa na upatanishi wa karibu na vipaumbele vya kitaifa. Pia yanaonesha maono ya kimkakati ya ndani CDC kuendana kikweli na vipaumbele vya kitaifa kuingiza hatua zetu ndani mfumo ulioimarishwa wa kitaasisi na kuchukua jukumu letu kikamilifu kama mshirika wa kiufundi, alisema Delayo Zumaum, mkurugenzi wa nchi wa CDC. Kufuatia kifo cha Willy Ngoma, kaka mmoja anawasihi RDF, AFC, M23 kuweka silaha zao chini haraka ili nchi iweze kuungana tena haraka. Ana hamu ya kurudi Goma kwa sababu ya kimkakati iliyo wazi. Mapigano yazidi Masisi baada ya Rubaya, Mahanga, Kazinga na Ndete kurudi nchi ya udhibiti ama kurudi kumrazi. Mapigano yazidi Masisi baada ya Rubaya, Mahange, Kazinga na Ndete kurudi nchi ya udhibiti wa serikali. Mamlaka ya jimbo la DRC yatarejeshwa Sake ndani ya siku 5. Vile huko Goma hili linaweza kutokea ndani ya siku 10. Je, unalipi la kuongeza hapo? Unaweza kuandikia kwenye comment, lakini pia nikuunge kwa nasi mwanzo mpaka mwisho. DRC, operation iliyofanikiwa kwa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Kazinga na Ndete yaliyoko katika jimbo la Kivu Kaskazini yametekwa tena na jeshi la kawaida. Picha zinazosambaa mtandaoni zinathibitisha ukubwa wa mashambulizi haya ardhini. AFC M23 iko katika matatizo makubwa. DRC, Meja Jenerali Chinko
Chitambwe akiwa kwenye dhamira ya kusaminisha mistari ya mbele. Meja Jenerali Chiko Chitambwe aliongoza ujumbe kutoka kwa Jenerali Mkuu wa vikosi vya jeshi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika ziara ya majimbo ya Tanganyika, Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Chopo ili kusamanisha ama kusamini hali halisi ya usalama katika mistari mbalimbali ya mbele. Ziara hii ya operation pia ilimruhusu afisa mkuu kuwasilisha motisha ya Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi kwa wanajeshi waliohusika katika mzozo huo, akimpongeza kujitolea na azimio lao katika mapambano dhidi ya uchochezi ama uchokozi unaolenga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya bunge siku ya Jumanne, Rais Donald Trump alidai kumaliza vita 10 ikiwemo mzozo kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya DRC, huko mapigano yakiendelea mashariki mwa nchi hiyo. Je, unadhani Donald Trump alikuwa na sheria kusema hivi? Kwa mengi zaidi unaweza kutuandikia kwenye comment. M23 vita. Ilikuwa katika nyumba ambapo Luteni Kanali Willy Ngoma alitumia saa zake za mwisho kabla ya bomu lililoangushwa na ndege isiyo na rubani kugonga jengo hilo saa 8 asubuhi Jumanne Februari 24 hiyo jana. Jengo hilo ni makazi ya kibinafsi ya Jenerali Innocent Gahizi wa FARDC, vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, liloko kwenye shamba lake huko Kishusha, si mbali na maji wa madini wa Rubaya katika eneo la Masisi. Waasi wa M23 walitumia mara kwa mara kwa mikutano ya kimkakati kwani linatengwa na mji wa Rubaya. Kifo cha Willy Ngoma ni hasara kwa waasi wa M23 ambao pia walimtetea ama kumpoteza Kanali Fidel Castro aliyepewa jina la utani Bravo 1 na watu wa ndani, anayechukuliwa kuwa mmoja kwa wapiganaji wakuu wa harakati wa nchi ama March M23 kati nyanja za kisiasa na kidiplomasia mnamo Januari 17 mwaka wa 2024 DRC. Jumatano hii Februari 25 mawaziri ambapo Patrick Muyaya ambaye ni waziri ama Jumatano hii Februari 25 mawaziri Patrick Muyaya na Samuel Mbemba wanahutubia wanafunzi, watafiti na wengine katika mkutano wa hadharani huko Canada kuhusu mada miaka 30 ya vita mashariki mwa DRC, changamoto za kibinadamu, mabadiliko ya kikanda na matarajio ya amani. Profesa Yvonne Muya anatoa taarifa mpya kuhusu mahudhurio ya maafisa ya Kongo katika mkutano huo katika chuo kikuu cha St. Paul huko nchini Canada. Na kufikia hapa ni kama sina la ziada, ndugu mpendwa mtazamaji wa Swahili News Africa, mahali popote mlipo, niseme asante na shukrani, lakini pia niwapongeze nyinyi ambao mlikuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati taarifa hii ya habari ama kipindi chetu, ama niseme taarifa hii ya habari, niseme hivyo. Lakini pia usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Swahili News Africa, nikisema chao chao.